na kama vile tumekuwa tukijifunza kuhusu madhehebu ya imani yetu, kanuni zile ambazo tunaamini kama ushirika wa PEFA. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujua ushirika wa PEFA tunaamini nini, na ndiyo tumekuwa tukijifunza kwa miezi kadhaa. Jumapili iliyopita tulijifunza ya 14 ambayo inahusu kanisa kama mwili wa Kristo ambao anautumia kuifikia hata kwa jamii ambayo tuliomo. Bwana asifiwe. Sijui kama ndugu yetu Kamau kuna ile version ya Kiswahili, na kama iko hiyo ni sawa, ndio tungependa tutumie mchana huu wa leo. Leo tungependa kuangalia kanuni ya 15 ambayo inasema ya kwamba tunaamini katika ufufuo. Tunaamini katika ufufuo wa wale ambao wameokoka na wale ambao hawajaokoka, wale wamepotea. Ya kwamba wale ambao wameokoka watafufuka wakiurithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na wale ambao hawajaokoka watafufuka, lakini wao watafufuka kwa kuangamia kwa milele. Bwana asifiwe. Kama Wakristo tunaamini ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka. Wakati alitundikwa msalabani na akazikwa, hakukaa mle kaburini, lakini siku ya 3 alifufuka akiwa na nguvu, akiwa katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na kama Bwana Yesu alifufuka, nasi tukifa tutafufuka. Amen. Mauti haina nguvu juu yetu tena, sisi ambao tumeamini kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Neno linasema katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, ndiyo hiyo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa vile wewe umo ndani ya Kristo, wewe ni kiumbe kipya na mambo yako yamekuwa mapya. Na hiyo inamaanisha vile Kristo alikufa akazikwa, hata wewe nami tutakufa pia kutoka mwili huu, mwili ulio wenye dhambi. Na wakati tutazikwa, wakati Yesu Kristo atakuja, tutafufuliwa. Amen.
tutafufuliwa. Na hata wewe ambaye haujamwamini Yesu Kristo pia utakufa. Hautaishi hapa milele. Na ukifa pia, utakapoisikia sauti ya Kristo ya kwamba anakuja tena, nawe pia utafufuka. Lakini kufufuka kwako na kwangu kutakuwa tofauti, sababu mimi nitakuwa nimeaga ndani ya Kristo. Na kwa sababu mambo yamekuwa mapya, hata nikilazwa kaburini, neno linaniambia ya kwamba sitakuwa nimekufa, nitakuwa nimelala. Haleluya! Nitakuwa nimelala na ngojea kurudi kwake. Na wakati nitaisikia hiyo sauti, nitafufuka nikiwa na utukufu, nikiwa na uzima. Lakini yule ambaye hamjui Kristo atafufuka akiwa katika uharibifu. Wale wamemkubali Kristo watafufuka wakiwa wamebadilishwa, wakiwa na miili mipya, miili ya utukufu, miili ambayo inastahili kuurithi ufalme wake Mungu, na huu ufalme utakuwa ni wa milele. Kwa hivyo utafufuka katika uzima wa milele ukiwa umekufa, ukiwa ndani ya Kristo. Amen. Kwa hivyo kama wewe umefufuka, umemkubali Kristo, wewe haumo katika laana ya mauti. Kufa kwetu itakuwa ni njia ya kutupisha kutoka mwili huu wa uharibifu ili tuweze kuvikwa mwili wa utukufu. Amen. Haleluya. Na tukijua habari hii njema, hata nafikiri tutashirikisha katika maombi yetu, tufe haraka tuvalishwe huo mwili. Amen. Hiyo watu wanagoma. Wanagoma, wanataka wakakae katika huu mwili wa uharibifu kwa muda. Lakini tukijua huo utukufu wa ule mwili ambao tutavikwa, Bwana asifiwe, itakuwa ni tamaa yetu ya kwamba Bwana tunangojea uje. Amen. Bwana tunangojea uje, tunangojea huo utukufu. Lakini wewe ambaye haujamkubali Yesu Kristo, neno linatuambia ya kwamba utafufuka katika uharibifu na utafufuka katika hukumu ya milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni furaha iliyoje! Tunajua hukumu inakuja kwa kila mtu, lakini furaha yangu ni kwamba nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ya kale hayanitishi tena, na utazamia uzima wa milele. Ninautazamia utukufu ambao Bwana ameandaa kwa ajili ya wale wamemkubali. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sote tutafufuka, na tukifufuka, wale tumemkubali Kristo, tutavalishwa mwili mpya, mwili wa utukufu,
mwili ambao hauna uharibifu, mwili ambao hautaonja mauti tena. Amen. Lakini wale ambao watakufa kabla ya kumkubali Kristo, kabla ya kuokolewa na damu yake, watafufuka na huu tu mwili wa uharibifu ambao una hisia zake, ukiwa bado ni mwili unasikia uchungu, ukiwa ni mwili ambao bado unaoza, ukiwa ni mwili ambao una mateso yake, hautabadilishwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Utakuwa ni mwili ambao umeandaliwa kwa ajili ya mateso ya milele. Hiyo ni hatari mpendwa. Kama haujamjua Kristo, hiyo ni hatari. Na Bwana yuko anakuambia ya kwamba bado nakupa nafasi. Kwa hivyo lile tunaweza kutenda wakati huu tukiwa tungali katika mwili huu wa uharibifu ni kukata kauli mahali ambapo tutakuwa wakati tutafufuka. Tupende tusipende, kufufuka tutafufuka. Lakini utafufuka ukiwa upande gani? Hiyo nafasi umepewa wakati huu ukiwa ungali katika mwili huu. Ndiyo sasa uamue mahali utakuwa. Bwana asifiwe. Na ni kwa ajili yako Yesu Kristo bado hajakuja, kwa sababu amekupatia hii nafasi. Na leo inaweza kuwa hata ni siku yako ya mwisho. Amen. Bwana asifiwe. Leo inaweza kuwa ni siku yako amekupa kufanya hiyo kauli. Ni wewe uamue utafufuka ukiwa upande gani. Hebu tupatiwe Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na 29. Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na 26. Huyu ni Yesu akiongea na wanafunzi, anawaambia msistaajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Bwana asifiwe. Turudie tena mstari wa 28. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Bwana asifiwe. Watu wote, uwe umeokoka haujaokoka, uwe mkabila wewe usiwe wewe mkabila, uwe ni Myahudi ama Myunani, uwe wa taifa gani, watu wote katika makaburi yao kule walimolazwa wataisikia sauti ya Bwana. Amen. Na wakishaisikia hiyo sauti, neno linasema mstari wa 29, nao watatoka
upende usipende utatoka. Na wale waliofanya mema watatoka kwa ufufuo wa uzima. Haleluya. Yesu akasema, mimi ndiye njia, ndiye kweli na uzima. Amen. Tutatoka tukiwa kwa ufufuo wa uzima, na huo uzima ni wa milele, hatutakufa tena. Na neno linasema wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kila mmoja wetu atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Lakini wale ambao wamemkubali Kristo watapita hiyo hukumu, kwa sababu watakuwa wamefunikwa kwa damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Tutapita hiyo hukumu, na ile hukumu tutaingia kwayo itakuwa ni matendo yale tulitenda tukiwa ndani ya Kristo, ili tuweze kuvalishwa taji. Bwana asifiwe. Itakuwa ni hukumu ya kutuza waliomfahamu Kristo kwa matendo yao. Lakini wale ambao hawatakuwa wamemkubali Kristo watasimama mbele ya kiti cha Mungu kwa hukumu ya kumkataa mwanawe Yesu Kristo. Na kwa hivyo yeyote ambaye alimkataa Kristo katika maisha yake, yeye alihukumiwa kifo cha milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Just imagine ufe kifo hiki na baadaye tena uingie kwa kifo kingine ambacho sasa hakina mwanzo ama mwisho. Hicho ni cha milele. Hiyo ndio kauli unafanya wakati unamwambia Kristo, sikutaki uwe Bwana wa maisha yako. Naye anasema, kwa upendo nilio nao mwingi, sitaki uingie hiyo hukumu ya pili, sababu ni mbaya zaidi, haina mwisho. Mateso yake yaliandaliwa Shetani na mapepo na nguvu za giza. Nawe mwanangu, haustahili kuingia hapo. Na ikiwa tutaingia hapo, itakuwa ni kwa sababu tulichagua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tupatiwe Ufunuo 20. Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 13. Neno linasema hivi: bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Hiyo ni bahari. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Death and hell zitatoa wale waliomo ndani yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mahali mtu alikufa atatolewa. Kile chombo ambacho kilimhifadhi yule ambaye amekufa itabidi kimtoe. Hata wale waliokufa kwa kuchomeka moto, moto utawatoa.
Amen. Hakuna nafsi ambayo itapotea, wote watatolewa. Na neno linasema wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Lolote lile tulitendalo, kila mmoja wetu atahukumiwa kwalo. Haleluya, haleluya. Yesu ni wa upendo. Yesu anatujali. Yesu ni wa huruma nyingi sana, lakini tukumbuke mwishowe hukumu inakuja. Hukumu inakuja kwa matendo yetu. Amen. Bwana asifiwe. Jinsi ulivyotenda hata ukiwa ndani ya Bwana, hukumu inakuja. Kuna wale watang'aa kama nyota. Kuna wale ndio watakuwa wameingia katika ufalme, lakini kwa sababu ya matendo yao, taji yao haitang'aa. Bwana asifiwe. Na kuna wale ambao walimkataa hata huo uzima wenyewe wa Yesu Kristo, nao watahukumiwa. Na ukimkataa Kristo, adhabu yake ni mauti. Haleluya, haleluya. Mstari wa 14, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Mauti na kuzimu, kile kifo kinatuua, pamoja na hata ile kuzimu. Kuna watu wengi, kuna nguvu nyingi tumeamuru ziende kuzimu. Bwana asifiwe. Zikae huko. Na kuna watu ambao tunasema huyo amekufa, ameenda kuzimu. Neno linasema vyote vitatolewa. Hata hizo kansa zote zitatolewa. Hizo high blood pressure zote zitatolewa. Amen. Amen. Yale mapanga yote yalitumika kuangamiza watu yatatolewa. Na neno linasema pamoja na hiyo jehanamu, hiyo kuzimu, zote zitakusanywa, zitachukuliwa, halafu zitatupwa kwenye ziwa la moto. Hilo ziwa la moto ndiyo hiyo maana ya mauti ya pili. Amen. Bwana asifiwe. Na hiyo mauti ya pili haina kukatizwa ya kwamba utafika mwisho. Ikiingia huko ni milele. Bwana asifiwe. Mstari wa 15, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hapo awali tumeona ni nini itatupwa kwa hilo ziwa la moto. Ni mauti na kuzimu zitatupwa kwa hilo ziwa la moto. Hazitakuwa na nguvu tena. Bwana asifiwe. Halafu neno linatuambia na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima,
naye atashirikishwa pamoja na hicho kifo na kuzimu na vitu vyote ambavyo viliua, akitupwa katika ziwa la moto. Bwana asifiwe. Mauti inatupwa kwa hiyo ziwa, kuzimu inatupwa kwa hilo ziwa. Nawe kama ulimkataa Kristo, jina lako halikuwa limeandikwa katika kitabu cha uzima, nawe pia utatupwa katika hilo ziwa. Kutupwa katika hilo ziwa kuna maanisha hakuna kutoka tena, milele na milele. Ulipewa nafasi, na hiyo nafasi ni sasa, ukaikataa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wana furaha, wana baraka wale ambao jina lao limeandikwa katika kitabu cha uzima. Amen. Najua wakati huu katika ulimwengu, kiambia mtu habari ya kuokoka na habari ya kanisa, wanakuambia kanisa imejaa wakora tu. Haleluya. Kwa mitandao unakuta wameandika yote ambayo yanakashifu wale ambao wameokoka, wale ambao wanamtumikia Bwana. Lakini neno linasema siku inakuja, kila mmoja wetu atatoa habari yake. Amen. Siku hiyo ndiyo utajua kama nilikuwa mkora katika kanisa la Bwana ama nilikuwa mtenda haki katika kanisa la Bwana. Lakini kwa kinywa chetu tunakiri na kwa roho zetu tunaamini. Amen. Kwa kinywa chetu tunakiri ya kwamba Kristo ni Bwana, na kwa roho yetu tunaamini ya kwamba huyu Kristo ni Bwana, alikufa msalabani kwa ajili yangu. Kwa hivyo kama mmejishughulisha na kuniita mkora katika nyumba ya Bwana, endelea, lakini siku inakuja. Amen. Na ninaomba ndugu, dada, siku hiyo isikukute kabla haujafanya uamuzi wa kufufuka ukiwa katika uzima na uzima wa milele. Amen. Siku ni leo. Mstari wa 16. Okay, Bwana asifiwe. Basi nipatie Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13. Wathesalonike si wa Korintho. Haleluya. Lakini ndugu, hatutaki
msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. 14. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. 15. Kwa kuwa twaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Amen. Bwana asifiwe. Watakaofufuliwa kwanza ni kina nani? Hata ningependa useme ni mimi. Wale yule atafufuliwa wa kwanza ni nani? Sababu kama utakufa utakuwa umelala ukiwa ndani ya Kristo. Halafu mstari wa 17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Amen. Waliolala tutanyakuliwa kwanza, tutafufuka, tutabadilishwa, tutavalishwa mwili mpya, mwili ambao hauna uharibifu. Na wale ambao watakuwepo wangali hai na wameamini Kristo, katika kufumba na kufumbua kwa jicho, miili yao itabadilishwa. Miili hii tuliyo nayo, hata tukiipamba namna gani, haina utukufu wa kuingia mbinguni. Itabidi ibadilishwe, tuvalishwe miili ya utukufu. Amen. Tukishavalishwa miili ya utukufu, hiyo miili haitakuwa na uharibifu wowote, haitakuwa na ugonjwa wowote, hatutajua uchungu tena. Bwana asifiwe. Hiyo miili itajua utukufu peke yake. Tutakaa katika raha. Haleluya. Machozi yale tuliyolia yote yatakuwa yamepanguzwa. Hatutakuwa na giza. Ni nuru ambaye Mungu mwenyewe atakuwa ni nuru ya huo utukufu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nikwambie jambo jingine ambalo haliko katika, unajua hata jina lako litabadilishwa. Utapewa jina mpya, jina la utukufu. Amen. Jina la utukufu. Lakini wale ambao wataamka katika hukumu ya milele, hata jina halibadilishwi, hawataji kupewa jina, kwa sababu huko hakuna utukufu. Tutabaki tukiwa na hizo hisia, tutabaki tukisikia machungu milini mwetu,
tutabaki tukiona mateso ambayo hayana mwisho. Tutabaki tumekaa katika giza, katika ziwa la moto. Hakuna nuru ya Mungu huko, ni mateso. Na tujue ya kwamba badala ya Mungu kuwa nuru yake, huko ni kuchomeka katika kiberiti chake Mungu. Wale tumefanya chemistry tunajua habari ya sulfur. Kiingereza inasema sulfur and brimstone. Amen. Bwana asifiwe. Na sulfur boiling point yake ni 444 degrees Celsius. Hiyo inamaanisha haijashika moto. Na huko ndiko utakuwa. Na kama umekuwa kwa labu na umechoma sulfur, hiyo harufu ya sulfur haitoki hata kwa nguo zako. Ni harufu mbaya. Bwana asifiwe. Na huko ndiko Shetani na malaika wake walitayarishiwa. Na saa hii uko hapo unasema hata mimi nataka kuwa mshirika wa huko. Bwana asifiwe. Nafasi ya kubadilisha mambo ni leo. Ni leo. Tunaamini tutafufuka. Lakini kauli ya kule utafufuka ukiwa ni yako. Yesu anasema, tazama niko mlangoni na bisha. Ukinifungulia nitaingia nami nitakula nawe. Na amekuwa akibisha muda huu wote, ukimwambia wewe ngoja, wewe subiri. Sina nafasi yako wakati huu. Nafasi ya kufanya hiyo kauli upendo. Kule utakuwa baada ya mauti hii ya kwanza ni leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru, twakuinua.